Leo tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Dar es Salaam imeweza kuendelea na kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye anashtakiwa na Jamhuri kwa kosa kwa tuhuma za uhaini. Leo ilikuwa ni siku ambayo ni uamuzi wa pingamizi ambalo mwenyekiti alikuwa ameweka juu ya ile notice ya serikali ya kutaka kuleta ushahidi wa ziada katika kesi yao kwa yule shahidi wao ACP Amini Mahamba. Amini Mahamba, kama mnavyofahamu, yeye tayari ni shahidi kwa sababu kwamba taarifa zake za ushahidi na maelezo yake yameandikwa katika ile taarifa ya mahakama ya ukabidhi ya pale Kisutu, na hizo taarifa zake zimepokelewa hapa. Kwa hiyo ule ushahidi wake kwa sehemu kubwa upo mahakamani na mwenyekiti tayari ameshajiandaa nao kuweza kukabiliana naye, kwa sababu ndio tunasikia kwamba ndio shahidi wao muhimu sana, ndio amebeba kesi hii. Sasa licha kwamba ni shahidi muhimu, bado serikali ikafikisha maombi ya hiyo notice kwamba wanataka kuongezea ushahidi wa ziada wakitumia kifungu cha 308 cha sheria ya makosa ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa baada ya ile pingamizi, mahakama leo imetoa uamuzi wake. Jopo la majaji wao watatu wamesema kwamba maombi hiyo, taarifa hiyo au notice hiyo haipo kisheria, kwamba ni batili, haina mashiko ya kisheria kwa sababu inataka kuleta ushahidi wa ziada kwa mtu ambaye tayari ni shahidi. Kile kifungu cha 308 cha sheria ile ya mwenendo wa jinai chenyewe kinaruhusu tu taarifa hizo kuletwa na mtu ambaye ni shahidi, ambaye hakuwa shahidi katika ile kesi, na sasa ni kwamba wewe ushahidi amkuwa nao wakati ule. Na kikubwa zaidi, majaji wameendelea mbele na kusema kwamba inatakiwa ushahidi huo uhusiane na kosa lile ambalo liko mahakamani, na maana yake tunazungumzia ile makosa ambayo mwenyekiti anatuhumiwa kuyafanya tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa ukitaka kuleta yale mambo tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na kuendelea, hapo unaleta kitu tofauti kabisa na kitu kwa mahakamani. Na kwa kweli kwa sehemu kubwa hata ukiangalia kisheria ni kwamba unataka kujazia mahakama na mambo yasiyohusika. Kama tunazungumzia masuala, kwa mwenyewe mnapenda mpira, unazungumzia masuala ya Yanga, uweze kuleta masuala ya Simba. Kama unazungumzia masuala ya Simba au Cosmopolitan, uweze kuleta mambo ya timu nyingineyo. Sasa hoja ya msingi ni kwamba mwenyekiti anatuhumiwa kwa makosa ya uhaini kutokana na kauli yake tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Uweze ukaleta mambo ya matukio tarehe 29 mwezi wa 10 na kuendelea kwamba watu wameuawa. Kwa hiyo ikawa ni kwamba mahakama imekataa. Sasa baada ya hapo, upande wa mashtaka wakapiga sarakasi kidogo,